Vodacom, kazi ni kwako. Kweli umeachana na Nuhu Mziwanda? Yes. Nini sababu? Siwezi kuzungumzia ila sipo naye tena. Nani kamwacha mwenzie? Wewe jua sipo naye. Kwa muda gani mpaka sasa? Muda mrefu kidogo. Kama mwezi mmoja na Ampo katika mahusiano. Unataraji kurudiana naye? no. Kuna fununu kwamba ile tattoo ambayo ulikuwa umeichora umeifuta. Ni kweli? Yes. Umeifuta? Haikukupa maumivu? Inauma, lakini ndio hivyo. Hata wakati kuchora pia ilikuwa inauma. Na wakati wa kufuta pia inauma. Ilikuchukua muda gani? I don't know, sikumbuki muda. Na maamuzi lini ulifanya maamuzi? Maamuzi nilifanya tu baada ya kuchefukwa. Na ilikuwa ni siku ngapi baada ya kuachana na Nuhu? Sikumbuki. Tutarajie nini kwamba utakuja kuwa na mwanamume mwingine tofauti na Nuhu? Kwa sababu mimi ni binadamu na ni mwanamke pia, napendwa, natongozwa kila siku. Kwa siwezi kujua but kupenda sasa hivi bado. Okay, tunafahamu kwamba mahusiano kunakuwa na ugomvi na mwisho wa siku wapenzi wanaelewana. Huhisi kwamba itafika wakati na mkaelewana mkamaliza? Sitaki kulizungumzia hilo. Nishakuwa shishi mpya. Mwaka mpya na mambo mapya. Basi, sitaki kupenda, sometimes sipendi kumzungumzia kabisa. Ndio maana unaona niko kimya. Basi tu. Yaani ndio nishaamua. Okay. Inakuumiza kiasi gani kuachana na Nuhu? Hainiumizi. Uko poa? Wala siumii hata kidogo. Ndio maana naona ndio kwanza nimekuwa yani ndio kwanza mambo yangu yanazidi kuwa mazuri. Yani ndio kwanza nimekuwa na furaha, ndio kwanza nimekuwa napata kazi nyingi. Yani hivyo. Kenzo vipi kwa mfano sasa? Ni wakati mwafaka kwake kupata hiyo nafasi ambayo alikuwa akitafuta kwa wakati mrefu? Sijajua kwa sababu bado sijaamua. Lakini na unampenda? Bado sijaamua kwambia. Ndio kuna maamuzi lakini kuna ile hali ambayo unahisia naye kidogo kwa mbali. Niache bwana. Tushare tu kidogo. Niache kidogo. Kabla ya kukuimbia kutoa ule wimbo, ashawahi kukwambia neno lingine lolote zuri? Yeah. Siwezi kuambia. Mapesa. Hey, utataka kwa mambo ya watu. Itakushinda. Kumbe kuna mambo mazuri yanaendelea kati yenu. Nimekwambia ni msanii mwenzangu. Mlikuwa mnazungumzia mambo ya kisanii. Okay. Lakini pia na upenzi bado unaendelea. Upenzi sasa umeambiwa kama ni mpenzi wangu? Sasa alikuwa anataka mapenzi. Ni kwamba ni mwanamume tu ambaye huwa ananipenda. Okay, anakupenda. Ananipenda. Ni mwanaume ambaye ananipenda. Unajua sometimes unaweza kumpenda tu mtu yani. Yaani mpaka kaamua kuimba nyimbo kwa ajili yake, ndio kilichotokea kwa Eddy Kenzo kwangu. Hujafikiria na wewe kumwambia? Ni lakini hebu niache. Hujafikiria. Unajua ile ni zawadi. Ile ni zawadi, nimeipokea kama zawadi. Huwezi kuamini, sikufikiria kabisa. Nimependa pia, nimefurahi na nilimwambia nimefurahi. Na yeye akafurahi sana kuona kwamba nimepata kile, yani nimeupata ule wimbo. Na kusikiliza ni bonge moja la ngoma, seriously. Ina ujumbe mzuri sana wa mapenzi. Big up sana Eddy Kenzo, unajua kuandika nyimbo, seriously. Yani sikutegemea kama kuna mtu yupo huwa ananipenda, maskini afu mimi sijui. In reality tukitaka kuongea, sipaswi kuongea wala kusema kwa kitu gani kimetokea au kipi ambacho kimefanya mimi na bibie tuweze kutengana, sababu ni maisha. Unajua katika maisha kuna kupata na kukosa. Umeelewa? Kwa unaweza kumpata mtu na ukamkosa mtu. Umeelewa? So kuachana ni kitendo cha kawaida tu ambacho kipo katika maisha yetu ya kila siku. Umeelewa? So ni jambo la kawaida mimi nahisi. Hata wewe mwenyewe una mpenzi wako ambao mliachana, si kama mpenzi wako ulikopo naye leo ndio mpenzi wako wa kwanza. Umeelewa? Hata yeye mwenyewe pia alikopo na wanaume ambao ameachana naye, na mimi nilikopo na wanawake ambao nimeachana nao. So ni jambo la kawaida ambalo lipo. Mtu kiona kama kuna vitu vinakuwa vinaenda wrong, unaamua tu kuamua kufanya vitu vingine na maisha pia yaendelee. Okay. Yeah. Ni kweli kwamba wewe ndio ulimkosea Shilole? Kama yeye anasema mimi nimemkosea, it's okay, lakini
all in all ninachojua Mungu yupo na Mungu ndo anaituangalia sisi binadamu tunafanya nini. Mimi mamangu kanifundisha, kaniambia kwa mtoto wa kiume utaki kuongea. Mtoto wa kiume unasifiwa kazi. Mtoto wa kiume inabidi nyota yako ing'ae ionekane kwenye kazi, sio kwenye kuongea. Kwa kama yeye anaongea anasema mimi ndio nimemkosea, it's okay, ila moyo wake unajua kitu gani kinaendelea. Okay. Kumekuwa na story mtu anaongea kwake. Ukweli yeah. Nini kisababishi cha ugomvi? Yeah. Ndio nimesema mwanaume asifiwi kuongea. Umeelewa? Mwanaume anasifiwa kazi, mwanaume anasifiwa ameleta chakula nyumbani katika familia, mwanaume anasifiwa amenunua gari mpya, mwanaume anasifiwa amejenga nyumba. Umeelewa? Kama kuongea mwachieni yeye aongee. Umeelewa? Wacha mimi ninyamaze juu ya hili swala, niendelee kufanya kazi. Umeelewa? Mimi kikubwa tu ninachomwombea na muombea kwa Mwenyezi Mungu akaze, aendelee na game. That's it. Okay. Yeah. Lini ambao ugomvi ulitokea? Unanichimba. Ugomvi bwana, ugomvi. Mimi siwezi kusema ni ugomvi, sababu ni mambo ya kawaida, narudia tena. Yeah. Umeelewa? Ndio maana yani nashindwa na kuwa speechless, na nashindwa cha kuongea sababu unaweza kaongea vitu vikawa aibu kwako. Umeelewa? So waacha tu hivi vitu tuviache kuhusu masuala mimi na Shishi. Umeelewa? Yeye abaki kuongea yeye sababu yeye ni mwanamke. Umeelewa? Wanawake ndio maana wanachambana, wanafanya nini? Kwa hiyo yani mwache yeye aongee. Mwache yeye aongee, acha mimi ninyamaze juu ya hili swala. End of the day watu watakuja kujua tu automatically kitu gani ambacho kinaendelea. Okay. Yeah. Kama kwa ufupi tu. Yeah. Ni lini ambao rasmi ambao kila mtu akawa na mambo yake? Ilikuwa ni lini? Ni kama mwezi hivi na nusu umepita. Tarehe siwezi kukumbuka, ila ilikuwa hapa nyumbani kwangu. Yeah. Alikuja, so ikatokea tu mfarakano, nikaona it's okay fresh. Umeelewa? Yeye mwenyewe poa fresh poa. Umeelewa? Hivyo tuliachana tu fresh, lakini nashangaa yeye sasa anakuwa anatengeneza kama wigo wa ugomvi au wigo wa kutaka kama kunifanya mimi si mali kitu bila yeye. Anasahau kuwa mimi ni mwanaume, anasahau mimi nimeumbwa na moyo wa uvumilivu, nimeumbwa na kolomeo, ndio maana naweza kuficha siri. So lazima nionyeshe wanaume wangu, umeelewa, mbele ya wanaume wenzangu, na wakajivunia wakasema kweli mwanaume. Umeelewa? Kwa mimi hivyo mimi naishia humo, sina pengine pakubwa pa kuongea zaidi. Okay, ni yeah. Kweli kwamba kuna jimama alipoweka mjini? Nasikitika sababu maisha naishi mimi sasa hivi, naishi mimi kama mimi, najitegemea mimi kama mimi. Umeelewa? Nafanya kazi zangu mimi kama mimi, sina support kusema sijui kwa jimama support. Kwa sasa hivi namwangalia sana mama yangu, umeelewa, namwangalia sana baba yangu, ambao wanataka kuona matunda ya mtoto wao kupitia kazi yangu ambao wanaifanya. Sio wanamsikia Nuu jina kubwa alafu wapate chochote kutoka kwa Nuu. Kwa end of the day mimi sasa hivi naangalia cha kwangu mimi, siangalii cha mwanamke, siangalii kusema cha mwanamke fulani anifanyie hiki, hapana. Nafanya kile ambacho mimi kama mtoto wa kiume napaswa kufanya. Kile ambacho ni kipi? Ni kutafuta. Na kutafuta kupitia nini? Muziki wangu ndio kazi yangu, nategemea niingize mjini, umeelewa? So nafanya kazi kwa bidii, na rekodi. Hata hapa nikitoka hapa nitaenda zangu studio, na rekodi, najaribu kuchanganya ladha. Hivyo ni kubwa, na nimebezi sana kwenye kazi yangu ambayo naitegemea atakuja kunipa kura na itakuja kunifanya maisha yangu yaendelee vizuri, na namshukuru Mungu hadi sasa hivi naweza kujitegemea na kufanya maisha yangu yanaendelea vizuri kama unavyoniona. Okay, watu wanapenda kufahamu mambo mengi pia. Una tattoo ambayo ulichora ya Yeah. Bado nayo? Yeah, tattoo mimi nayo. Na tattoo ya jina lake hapa Shishi Baby. Yeah. Alafu na tattoo ya sura yake. Okay. Yeah. Utaifuta? Sitaki kurupukia mapenzi. Umeelewa? Of course tusifiche. Of course mimi yule mwanamke nilimpenda kweli. Umeelewa? Na mimi ndio nilianza kuchora tattoo kwake. Yeah, so I was real, mimi nilikuwa real. Nimechora tattoo kwa mapenzi, sijachora tattoo kwa sababu umeelewa? Unajua ukichora tattoo kwa sababu it means moyoni wako unaumia. Unatamani ile tattoo itoe, unajiuliza kwa nini. Ndio maana hata yeye aliweza kuibadilisha na ikawaua. Mimi sijatoa hii tattoo sababu sijapata bado mwanamke ambaye anaweza kukava nafasi ya yule mwanamke. Umeelewa? So nikipata mwanamke ambaye ataweza kukava nafasi ya yule mwanamke, umeelewa, akinishawishi kweli kuona ana tabia ambazo mimi nazitaka, umeelewa, au vile ambavyo mimi nataka, basi sababu end of the day mapenzi ni mazoea. Unajua Shishi nimeishi naye ndani ya 3 years. Unaona, ndani ya miaka 3 kuja kupata mwanamke mwingine ambaye
uzoeane naye, yani kama yule ulivyokuwa umezoeana naye ni ngumu. So that's why nimechillax. Sitaki kurupuka, sitaki kusema mwanamke wangu fulani sababu nitakuwa natoka hapa naenda hapa, natoka hapa naenda hapa. Ndio maana sasa hivi mbona nimeamua ninyamaze, nifanye kazi zangu. Kama Mungu akinipangia kupata mwanamke mpya, basi nitampata, naamini, na nitapata mwanamke mzuri, mwenye tabia nzuri na kuniheshimu na kuheshimu kazi yangu pia. Okay. Yeah. Bado na mapenzi na Shishi? Of course bado nampenda. Siwezi kusema simpendi, sababu ni binadamu mwenzangu kama ninavyowapenda wengine. Umenelewa, nampenda, umenelewa, na si kama mimi nina ugomvi naye au namfikiria kwa ubaya akilini mwake au namuombea mabaya. Umenelewa, sababu ukiangalia hata juzi mimi watu wananipigia simu. Mimi of course account yangu ya Instagram watu wamehack. Lakini yule jamaa ambaye amehack account yangu alikuwa ananiuliza, nilikuwa nambembeleza, of course jamaa naomba nirudishie account yangu, ndio kazi yangu naitegemea. Akaniambia, sikiliza, ukitaka nikurudishie nipe password ya Shishi ya Instagram au nipe namba yake ya simu ya Shishi ambayo anatumia ili niweze kuhack account yako, niachie account yako. Lakini nikamwambia mimi siwezi kufanya vitu kama hivyo sababu Shishi sijaachana naye kwa ugomvi. Umeelewa? Yeah. So na respect kwa kile ambacho nakifanya, na sina ugomvi naye, nampenda, na kama kuna msaada inabidi nimsaidie, nitamsaidia. Ile kikubwa tu namuomba tu awe anaenda katika njia ambayo imenyooka, sababu yule ni mtu mzima, ana family, ana watoto anamtegemea. Afanye vitu kama mama, asifanye vitu kama watoto wadogo. Unaelewa? Sababu kuna watoto wadogo na mtu mzee. Shishi ni mtu mzima, ana akili zake, anajua kitu gani nafanya, anajua mimi inabidi nifanye hiki ili kuweka status nzuri kwa watoto wangu na familia yangu inielewe. So kuna vitu inabidi afanye na kuna vitu inabidi aache, sababu kuna vitu nasikia anafanya ambavyo si sawa kiukweli. Kwa mimi mtu ambaye nilikuwa hapa mpenzi wake, inakuwa najisikia vibaya kiubinadamu. Umeelewa? So inabidi abadilike, awe mama, ajue na family na watoto wawili wananitegemea. Yani kikubwa awe mama. Akijijua mimi ni mama, basi atafanya vitu ambavyo mwanamke anapaswa kufanya katika jamii. Okay, vitu gani kwa mfano ambavyo anavifanya vinakupendeza? Nasikia analewa sana. Umeelewa? Nasikia analewa sana. Nasikia na magrupu, anatembea na watu ambao hawana mpango yani. Ujue unaona mimi kama umekuja hapa, mimi niko peke yangu. Umeelewa? Nimeepuka magrupu, nimeepuka nini. Kuna vitu nimeviepuka yani, na najaribu kujiweka mimi. Umeelewa? Sababu mimi ni mimi, nikizikwa nitazikwa mimi kama mimi. So asidhani kama watu ambao wapo naye karibu ni msaada mkubwa sana kwake. Angalie watu ambao anaweza kuroll nao na wakampa ushauri mzuri na mawazo mazuri kukabiliana na maisha na kazi yake pia ambayo anaifanya. Umeelewa? So kutembea na vitoto ambavyo havina mpango kiukweli sio sawa. Okay. Yeah. Imekuumiza kiasi gani kuachana kwako wewe na Shishi? Inauma sababu unaachana na mtu ambaye unampenda. Sasa kama unaachana na mtu ambaye unampenda ila unaachana kutokana na sababu ya unaamua bora ubwage. Hivi unaelewa? Mtu unampenda. Lakini sasa kule kumpenda kwako kusikufanye kulose wewe. Umeelewa? Kwa lazima uwe makini sababu mapenzi end of the day yapo. Umeelewa? Ndio maana mtu anaweza akaachana na huyu akaja kadate na huyu. Umeelewa? Mimi angekuwa Shishi anafuata kile ambacho mimi nakihitaji kama mwanaume wake, basi of course alikuwa akapata mwanaume sahihi kabisa katika maisha yake. Umeelewa? Lakini sasa nakaa hata kama nampenda nikifikiria mambo ambayo anafanya naona sistahili hii adhabu ambayo ananipa, sababu kama mimi nampenda sana basi inabidi arudishe mema na mazuri kwangu. Umeelewa? Ndio maana bado namhurumia pia kutokana na stories ambazo nazisikia. Sababu mimi chochote anachofanya watu wanakuja wananirudishia. Umeelewa? Anambia bwana Shishi hivi, bwana Shishi hivi. Kwa hiyo inabidi a change. Okay. Yeah. Tutarajie nini kwamba itafika wakati mtamalizana na mtarudi kama hivyo kwa awali? Hapana, sababu kwa muda mchache kashafanya vitu vingi sana. Umeelewa? Kwa muda mchache kashafanya vitu vingi sana, kamtambulisha mpenzi wake Eddie Kenzo. Umeelewa? So end of the day unakuja kuona akafuta tattoo, yani unakuja kuona kumbe hivyo, yani unakuja kuona kumbe mapenzi ndio yako hivi, kumbe maisha ndio yako hivi. So ndio maana unaona mimi nimecool down. So siwezi kusema baadaye nakuja kurudiana naye kivipi, naanzaje, sababu utakuwa ni upumbavu na umaskini wa roho. Umeelewa? Sababu kama mimi ni mwanaume najiamini kwa vitu vichache alivyofanya kwa muda mchache tu, labda kunikomoa mimi. Umeelewa? Ni ngumu mimi kuweza kurudiana na Shishi. Umeelewa? Ni ngumu sana. So ni kitu ambacho sikifikiri katika maisha yangu na sidhani kama inaweza kuja kutokea tena. Eddie Kenzo ana nafasi gani katika huu mtafaruku wenu?
Mimi nasikia some stories natumiwa voice note. Umeelewa, anasema mimi sasa hivi kwenye interviews tofauti, mimi mpenzi wangu Eddy Kenzo. Umeelewa, mimi nikasema good for her. Umeelewa, Eddy Kenzo mwanamuziki na yeye mwanamuziki wanaweza kufanya vitu vikubwa. Umeelewa, kwa sababu si binadamu, lazima tuombeane mazuri. Kwa hiyo sitaki kuzungumzia sana, ila good for her. Mimi namuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kufika sehemu nzuri kabisa ambayo anahitaji katika maisha yake na muziki wake. Uliwahi kubaini uhusiano wao kabla? Never. Ndio maana nimekuja kugundua kwa mwanamke ana uvungu mkubwa sana. So kama mtu unaishi na mwanamke, inabidi uwe na akili ya ziada au jicho la tatu. Umenelewa, ambalo jicho la tatu kupewa inabidi uwe na nini? Uwe unaweza kusikiliza watu wanakuambia nini, na unaweza kuchakachua yale maneno ambayo watu wanakuambia, sababu si kila neno ambalo binadamu mwenzao anakuambia ni baya. Mwingine anakuambia kwa mema, mwingine anakuambia kwa mabaya. So uwe na jicho la tatu la kuchakachua vitu. Mimi nilikuwa nashindwaga kuchakachua vitu. Umenelewa? So sikufikiria mimi yani kabisa katika maisha yangu, sababu mimi nilikuwa nataka kufanya collab na Eddy Kenzo. Umenelewa, nini namwambia mpenzi wangu nataka kufanya collab. Yani Eddy Kenzo yeye hata hamjui. Yani mimi naweza kusema kama nimemtambulisha mimi Eddy Kenzo, sababu Eddy Kenzo huko alikopo hana market ya kihivyo. Umenelewa, so mimi nilikuwa napenda nyimbo zake, of course Eddy Kenzo hivi na hiko, labda ile imechangia. Umenelewa, au labda ametaka kufanya kwa kunikomoa, ndio maana anasema kusema ni alikuwa anataka kufanya collab na Eddy Kenzo, sababu Eddy Kenzo hadi nilikuwa na chat naye mimi, nahitaji kufanya nyimbo na yeye bwana hivi na hivi na hivi. Ananiuliza Eddy Kenzo ndio nani, ndio namuonesha video zake, nyimbo zake, anasema kumbe huyu kaka anaimba vizuri, kwa hiyo kitu kama hicho. So imekuja kutokea ghafla, nakuja kusikia Eddy Kenzo, ndo nikaona it's okay, good for her, lazima umuombe bwana, sababu end of the day ni maisha, lazima upende ile sehemu ambayo unahisi unapendwa. Yeah. Ni kweli umemfollow Shishi pamoja na baadhi ya marafiki zake kwenye Instagram? Mimi sijamfollow Shishi. Sijamfollow Shishi, ila account yangu watu ndio wamehack. So siwezi hata kukuonesha, lakini mimi sijamfollow. Naona mbishe zake, naona anafanya shows, naona anafanya nini, everything naona, sababu mimi nina moyo safi. Umeelewa, na moyo safi, na moyo wa kiume, narudia tena. Na moyo wa kiume kama mtoto wa kiume. Yeah. Okay. Neno moja zuri kwa Shishi. Nampenda sana, na napenda nione Shishi anafika kule ambapo mimi nilikuwa nadhani anaweza kufika, sababu ana uwezo huo na ana nyota kali sana ya kumfikisha sehemu ile ambayo anastahili kufika. Ila kuna vitu inabidi aache, kuna vitu inabidi apunguze, inabidi ajielewe, ajue mimi nina nafasi gani katika jamii na Watanzania wananitegemea baada ya miaka 2-3 nije kuwa sehemu gani. Asijisahau, umeelewa? Asijisahau pia, aache kutembea sijui na watu 8-10, sio ujanja. Ujanja ni kutembea peke yako na family yako, kutembea peke yako, kufanya mitikasi yako kama mwanamuziki, sababu naamini hizo pesa anazotumia akitembea na watu 8-10 ni pesa ambayo anaweza akaichukua ile akaenda kufanya nyimbo kwa Real. Ni pesa ambayo anaweza kuichukua akaichanga akaenda kurekodi video South Africa. Umeelewa? So inabidi afocus kwa vikubwa, asiangalie tu hapa, asiangalie kwa nimepata pesa hii basi acha niitumie hivi na ndio maana narudia tena kama ulivyosema mwanzo, kwa mimi kuna mama ananilelea, basi kama hivyo ningekuwa nimerudi kwa Shishi, sababu Shishi sasa hivi anasema ana hela, nilikuwa nimerudi kwa Shishi ni ile good time, lakini kumbe nimekuja kugundua cha kwangu ni cha kwangu, cha mwanamke ni cha mwanamke. So kuna vitu inabidi apunguze, aache, atafika mbali, sababu wa Tanzania bado wanamhitaji.